Asante Shibanda, IT consultant wa Iselo Computer Clinic. Karibu tena katika awamu nyingine ya kujifunza formula za jinsi ya kutumia formula katika Microsoft Excel. Na leo tutajaribu kuangalia formula zile basic, zile za muhimu zote, maana zile ndo zinahitajika zaidi. Kwa hiyo nimetengeneza hapa database moja ambayo inaendana kama database ya shule, lakini sio kama shule sana, ila najaribu kutafuta database ambayo itanisaidia kutumia formula. Sasa kama unavyoona hapa, tuna wanafunzi majina yao yako pembeni hapa. Tuna masomo mbalimbali, yani physics, geography, mathematics. Kuna total, jumla, kuna average, wastani. Nataka kujua aliyepasi au aliyefeli kutokana na nili yetu hapo, na hii score yetu ya average. Na vile vile tutataka kujua nani anastahili zawadi. Inamaanisha katika vigezo vyetu ni kwamba aliyefeli, aliyepata wastani wa chini ya 50 atakuwa amefeli, lakini vile vile atakayepata wastani wa 60, yani katika masomo yote hawa amepata 60 na kuendelea, huyu mtu ndo anastahili nini? Zawadi. Basi kama kawaida tunavyoenda katika total score, kitu cha kwanza unapokuwa unaandika formula yote kwenye Excel ni lazima uanze na alama ya sawa sawa. Kisha weka tu hiyo alama ya sawa sawa, inamaanisha tayari umesha alert Excel ya kwamba unataka kutumia formula sasa. Kwa hiyo nitasema ninahitaji jumla, kwa hiyo nitaenda kupoint hivyo vyumba ambavyo nataka majumuisho yafanye. Naweza nikaandika 67, 60 na 64, lakini sasa tatizo nikiandika hivyo itabidi nifanye kote mimi mwenyewe. Kwa hiyo lazima nionyeshe chumba kwamba nataka kujumlisha chumba hichi, halafu nitaweka alama ya kujumlisha. Vile vile nataka chumba hichi, nitaweka alama ya kujumlisha, na nataka vile vile chumba hichi hapa. Alafu nikishamaliza hapo ni kama hesabu za kawaida. Kwa hiyo nitabonyeza enter. Moja kwa moja nitakuwa nimepata jumla ya masomo yangu yote. Sasa uzuri wa Excel ni kwamba nikishaandika mara moja, hii formula yangu nina uwezo wa kuivuta ikaji adjust katika nanili mbalimbali katika vyumba vyote. Inaji adjust kivipi? Ya kwamba ninavovuta kwenda chini, yenyewe itakuwa inahama katika kujumlisha. Ngoja tufanye kwanza. Kwa hiyo nitapenda kwenye kona kabisa nihakikishe mshale unaojitokeza ni wa design hii hapa, sio wa design nyingine hii. Alafu nitaachilia. Kwa hiyo yenyewe itakuwa imeweza kufanya majumuisho. Sasa tuangalie hii 197 imeipataje. Kama ukiangalia hapa juu utaona kabisa ya kwamba ni B4 plus C4 plus D4. Kila chumba kina address yake. Kama unaona hapo ukiklik unajua hii ni ngapi? Address yake ni B3. Hapa unajua address yake ni C3. Hapa unajua address yake ni D3. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nimejumlisha hizi addresses. Lakini vile vile ile nilivyojaribu press hapa, Excel ikaangalia ikaona nini nataka kufanya. Kwa hiyo ikajumlisha ikajua kwamba nahitaji kujumlisha hichi na hichi, ndio ikaniletea jibu hapa pembeni yake. Kwa badala ya mimi kufanya vyote yenyewe imeangalia ule mtiririko wa kazi yangu, alafu ukafuatilia exactly mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo itakuwa imefanya hivi. Hata nikiangalia jibu la hapo naona ni B9 plus C9 plus D9. Hiyo ni kujumlisha. Tunapokwenda kwenye average ni kitu kile kile. Average tunahitaji nini? Nataka nijumlishe huyu jumlisha huyu, halafu nigawanye kwa 3 kwa sababu ni masomo matatu. Kwa hiyo inaweza kuna njia tofauti. Hii njia ya kwanza naweza nikaweka kama kawaida alama ya sawa sawa. Alafu kama kwenye hesabu tunaweka mabano. Alafu nachukua huyu jumlisha huyu hapa, jumlisha huyu hapa, halafu tafunga, halafu nitagawanya kwa 3, halafu tabonyeza enter. Kwa hiyo ukiangalia hapo tayari formula yetu ni hii hapa. Nitakavyovuta kwenda chini yenyewe itafanya hiyo kazi kuzifuatisha hizi nyingine zote. Ila kwa formula hizi zote ambazo nimeziweka hapa, sio lazima ufanye hichi kitendo ninachokifanya. Hii ni njia ya kwanza. Njia nyingine ya kufanya hii kitu chote bila hata kuhangaika hivi, unaweza tu ukafanya hivi. Nahitaji jumla hapa.
nika highlight. Una click hapa, una click na kudrag kwenda hivi, usiachilie. Nikihakikisha hizi seli zangu zote tatu zimesha deselect, na kuja hapa juu kwenye auto sum, basi nabonyeza sum, yani jumla yenyewe itaniletea jumla yake hapa. Vile vile nikitafuta average nitafanya kitendo hicho hicho. Nitakuja hapa nitaziselect hizi tatu, alafu nitakuja hapa auto sum, nitasema average, yenyewe itaniletea average hapa. Sasa ikishafika hapo, kama unavyoona formula zetu hapa zimeandikwa kitaalam zaidi, njia nyingine. Ila mimi ninachokifanya na yenyewe vile vile ninaweza nikai drag tu. Nitapo click hapo na kudrag kwenda chini. The same thing nitakachokifanya, kwenda kwenye, nitakwenda hadi kule chini. Basi kitapokuja katika status of fail, hapa ni njia ya kutumia njia ya kutumia fail au kupass. Kwa hiyo nitatumia formula ambayo inaitwa if. Kwa hiyo ninapoandika hapa nitaanza na if, yani kama. Hii formula imegawanyika sehemu mbili. Kwanza inapima kitu ambacho lazima kipime kitu ambacho natakiwa kufanya. Mfano, hii ndio kitu kinaitwa logical test. Mimi nataka aliye pass ni yule mtu ambaye amepata wastani zaidi ya 50. Kwa hiyo nahitaji kupima ili eneo hapa. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, alafu nitaclick, nitaandika kubwa kuliko au sawa na 50. Value yote ambayo hapa itakuwa kubwa kuliko sawa na 50. Kama hichi kitu kitakuwa kweli, ninaweka koma. Naomba hichi kitu hapa kifanyike. Hii ndio tukio la kwanza. Tukio la kwanza, naomba kitu hichi kikiandikwe ya kwamba huyu mtu amefaulu, yani pass. Lakini tukio la pili, nataka huyu mtu aandikiwe fail. Alafu nitafunga, alafu nitafunga mabano yangu. Moja kwa moja nikipress enter, utaona imekuja kuniandikia huyu mtu amefaulu. Lakini kwa sababu gani? Imeangalia hapa hii value hapa ni kubwa kuliko 50. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita drag kwenda chini. Unaona almost kila mtu kafaulu, lakini kuna watu ambao wamefeli, kama huyu ana 39 na huyu ana 48. Basi hiyo ndio formula ya if. Kuwa makini sana na hizi nukta. Kwa nini tumeweka hizi alama za quotations? Tumeweka hizi alama za quotation kwa sababu ya kwamba tunaandika maneno ndani ya formula. Ndio maana hizi alama zipo. Lakini tutakuwa tumeandika namba hapa, tusingeweka hizi vifungo na vifungo usemi. Vile vile kuwa makini na hizi nukta katika kutofautisha ipi ni logic na yapi ni majibu. Haya ni majibu mawili, hii ni logic. Usikisahau hata koma haitafanya kazi. Tunapokuja kwenye price status, nitachanganya formula mbili. Formula ya kwanza ni if. Tunataka mtu ambaye amepata 60 katika masomo yake yote. Huyo mtu ndio anatakiwa afanye nini? Aweze kufanikisha zoezi la, yani aweze kuwa bora, mwanafunzi bora. Kwa hiyo kama kawaida nitaweka alama ya sawa, alafu nitaweka if. Sasa nataka huyo mtu awe amepata hizo. Nitatumia formula inaitwa end. End yenyewe unaweza, kazi yake ni kuangalia logic ambazo utaziweka zinatakiwa zote zifanane, yani zote ziwe kweli, ndio itakuletea jibu la kweli. Lakini ikiwa ya uongo, lakini hata moja ikiwa ya uongo itakuletea false. Mfano, tunaanza na logic ya kwanza. Kwa hapo nitaandika tena end, alafu nitaweka koma. Lakini hii inaidili tuna logic. Kwa kitu cha kwanza nitaandika physics hapa, anatakiwa amepata kubwa kuliko au zaidi ya 60. Nitaweka koma. Geography hapa, anatakiwa amepata kubwa kuliko au zaidi ya ngapi? 60. Nitaweka koma. Vile vile mathematics hapa, anatakiwa amepata kubwa kuliko au zaidi ya 60. Basi. Kwa hiyo hapo nitakuja, hii ndio logic ambayo hii ni logic ya if, lakini vile vile end ndio itatumika kupima ya kwamba hii italeta uongo kama moja wapo ya hizi itakuwa nini? Itakuwa ni chini ya 60.
yani italeta false. Kwa hiyo nitakapoweka koma hapo, sasa nitaweka value ya kwamba endapo hii itakuwa kweli, jibu litakuwa kweli katika hii yote, kwamba okay, huyu mtu kweli amepata zaidi ya 60, naomba uniandikie winner. Lakini kama jibu litaletwa false na hii end itaniletea false ya kwamba moja ya hizi value ni uongo, naomba niandikie not, alafu nitafunga na kufunga mabano yetu hapo, alafu nita press enter. Kama unaona huyu jamaa ameandikiwa winner, ni kweli. Unaangalia physics ampata 60, geography 60, mathematics 60. Kwa hiyo nitavuta tu hapa chini mpaka mwisho kabisa. Naona waliopata winner ni wachache sana. Kuna huyu hapa, huyu amejitahidi lakini ana 49 hapa. Kwa hiyo hizi ni formula za muhimu sana, nimezungumzia haraka haraka. Basi naomba tuishie hapo, tutaendelea tena siku nyingine na formula. Uwe na siku njema.